Dreams. Dreams is one of the means by which God has spoken to people for generations. Praise the name of the Lord. If you read your Bible in the book of Genesis, chapter number 28, Jacob had a dream. And in the dream, he saw the heavens open. And angels ascending and descending from heaven. And in that he saw, what he saw, God spoke to him concerning his going out and his coming back. Praise the name of the Lord. So dreams, as we can see, Matthew chapter 2, dreams were used by God to speak to Joseph, to speak to the, not even once, to Joseph twice in the book of Matthew chapter number 2, and also to the wise men. He spoke to them through a dream. Praise the name of the Lord. When Joseph was supposed to leave Israel because of the fear of Herod killing Jesus, the baby Jesus at that time, God warned Joseph through a dream. Praise the name of the Lord. When he was to depart from Egypt and come back to Israel, he was given a dream. And therefore, it is good for us to understand. Dream is one of the things or ways that God uses to speak to people. Praise the name of the Lord. Paul himself in the book of Acts says, and in a dream I saw a man of Macedonia speaking to me, telling me, come and help us. Praise the name of the Lord. And therefore, God has spoken through dreams 1,000 times. Praise the name of the Lord. He has spoken to people through dreams. Many people that I have heard. You know, dream is one of the most basic ways that God communicates with men. As I said, number 1 is the voice of the conscience. Number 2 is the word. Number 3, the simplest, the most basic, is the dreams. Maana ndoto ni kitu ambacho mtu atapata. Ni kitu mtu anakutana nacho. Hata kaa sana bila kukutana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba tuende mbele katika somo hili na tuweze kusikia habari za ndoto. Kitu cha kwanza ambacho ningetaka tuzingatie ni aina za ndoto. I'm still doing my book on this area, and I want to believe one of these beautiful days, utapatana na kitabu hiki. Types of dreams ambazo unapaswa kuelewa. Number 1, I want to speak about ordinary dreams. Ordinary dreams. Ordinary dreams are the dreams that we have and which basically are based on the natural things that happen around us. Ndoto zile zinahusu mambo yale ambao ni ya kawaida katika maisha yetu. Yanahusu maisha yetu. I want to say this before I go very deep in dreams. And if you have your notes, you can write this one down. One of the things that you should know about dreams, never ignore a single dream. Whatever the type of dream, do not ignore any kind of dream that you receive. Ndoto ya aina yoyote ambao utapata. Hata wakati nanena na categorize dreams. Categories of dreams are important for you so that you begin also to weigh. Kuna ndoto ambazo hauna shughuli nazo sana, lakini kuna ndoto utabidi ushughulike sana. Kwa hivyo, ndoto ya kwanza ninasema ni natural dream. Na usidharau aina yoyote ya ndoto. I want to say number 2, every dream has a message in it. Every kind of dream. It doesn't matter whether it looks good, it looks bad, it is, it was inspirational, it was glorious. Whatever the nature of the dream, it has a meaning, it has a significance to you. Na kwa hivyo, mpendwa, ni vizuri kwako, usije ukafika mahali ambapo, ndoto zile unapokea, unaanza kuzidharau kwa jambo lolote, kwa sababu kila ndoto ina maana katika maisha yako. Ndoto iwe kubwa, iwe dogo, iwe ilikuwa ndefu sana, iwe unakumbuka vizuri, haukumbuki vizuri, kila ndoto iko na maana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, wakati wowote unapata ndoto, ni wajibu wako kutafuta kuielewa. Jambo la 3 ambalo ningetaka kusema, hata ndoto zile mbaya ni vyema kuzifikiria, kuzichukulia kwa uzito. Every dream, even the worst dreams that you ever dream, it is good for you to understand ya kwamba ndoto zile zote unapata zitakuwa na mahali katika maisha yako na kuna maana zinakupea
katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Now, kitu kingine ambacho ningetaka uelewe katika the types of dreams ambazo nimesema, jambo la kwanza ama doto aina ya kwanza ni doto ambao nimeita the natural dreams. Hii ni doto ya kawaida ambao inaweza tokea kwa mtu yote. Tutaiongea in a short while. Number 2, kuna doto ambazo ninaita divinely is inspired dreams. Ndoto ambazo Mungu huzileta katika maisha yako ni za kiungu. They are inspired by God. They are brought to you by God. Praise the name of the Lord. By that, I want you to understand, there are dreams that originate in the realm of God. Zinaanza katika utukufu, katika ukuu wa Mungu. Hizi doto, they will basically be communicating all that pertains to God. First, you must understand that they give you understanding about God. Praise the name of the Lord. They speak to you from God, from the realm of God, from the realm of the Spirit of God. They will disclose to you his plans, his desires and the purposes in life. So, ni nini kiko katika maisha yako? Ni nini Mungu angetaka? Ni jambo gani Mungu anaona la maana na la muhimu sana katika maisha yako? Atakufunulia kupitia zile ndoto. Bwana Yesu atukuzwe. So, ni vyema kuzingatia doto, particular doto ambazo zinatoka kwa kiungu, kwa Mungu. Jambo lingine ambalo ningetaka uelewe, divine dreams will instruct, inspire, inform, warn, give direction, praise the name of the Lord, to God's will or according to God's will. So, ni vyema ujue doto zile zinatoka kwa Mungu. Zitakuwa zina mashauri, zina maagizo ndani yake, zina mambo unapaswa kufanya, zina information zinakupea, zina habari ambazo zinakupatia. Na kwa hivyo ni vyema ujue, na ndio maana nikasema usiidharau ndoto ya aina yoyote. Ndoto ile ikujiayo kuna mahali inataka kukuambia kitu. Ndoto ile inayokuja kwako kuna mahali inakueleza jambo, na kwa hivyo ni vyema kwako kujua ndoto ile utaichukulia namna gani. So they are divinely inspired dreams or dreams from the realm of God's Spirit. Number 3, there are dreams which I call demonic dreams. Ndoto za kishetani. Ndoto za kishetani ni kusema namna gani? Hizi ni ndoto zile ambazo ni shetani huzileta katika maisha ya mtu. Ni shetani huzileta katika the realm ya mawazo ya mtu. So, ni vizuri ujue ya kwamba ndoto zile unazokumbana nazo, ndoto zile unazopatana nazo, kuna mahali zimetoka. They have a source. So, either they are natural dreams, nimesema, ndoto ambazo, na hii natural dream, nafikiri kuna point ambao nimeacha. They basically speak about a man, his desires, his aspirations, and above all, the state of his heart or mind. Ndoto zile ambazo tunaita natural, ni vizuri ni kurudisha nyuma kidogo, uweze kuelewa zinatoka katika the realm of man. Zinatoka katika, they are inspired by the natural world of a man. Bwana asifiwe sana. Tamaa zake, mafikira yake, mambo yale amepanga katika akili zake, na vile vile zinakuonyesha moyo wake umekaa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. In fact, kuna njia mbili za kujiangalia ujue moyo wako umejaa nini. Kitu cha kwanza, maongeo yako. The way you speak can tell what is the contents of your heart. Moyo wako umejawa na nini? Number 2, ndoto zako zinaweza kukuambia moyo wako umejawa na nini. Ni nini kimejaa katika akili, katika mawazo yako. So it is good. These are the two things that I would tell you. When you look at them, when you speak, ukijikuta umeongea kitu alafu baadaye unakuja kuregret, my brother, understand, hiyo ndio state ya moyo wako. Ukikuja unaongea mambo, unasikia umetusi mtu, umegobanisha mtu, makelele inatoka, hiyo yote hutoka katika moyo. Do not think that hii inatoka to nowhere. It comes from the heart, the treasures of the heart, as Jesus said. So ndoto hii hutoka kwa moyo wa mwanadamu, hutokana na tamaa zake, mafikira yake, makusudio ya moyo wake, ni nini amepanga. Hiyo yote hutoka katika nini? Katika moyo, na kutokea katika the natural dreams. Demonic dreams, ninataka kueleza ya kwamba they are there basically, they come from the realm of the devil.
the evil spirits. Na hizi ndoto, ninataka kusema hivi. Sometimes we may think ndoto zile ambazo tumezipata kwa sababu ni za kishetani, basi ni shetani tu ana communicate. Sometimes the dreams that come from the realm of the devil are actually brought to you, or you are allowed to see them so that you understand what the devil is planning. Praise the name of the Lord. They make man know what is going on around him or her, which is from the demonic world. Kwa hivyo ufalme wa mashetani, ulimwengu wa giza, unaweza kuelewa wakati unapata ndoto zinazotoka kule. Unapewa nafasi ya kuona. I would say this. They allow men to peek into what the enemy is planning and orchestrating against him. Mambo yale shetani yanapanga, anakusudia kinyume chako, unaweza kuyaona wakati uko katika ile realm ya ndoto. Na kwa hivyo ndio huwa nasema, nimeona watu wengi wamekuja kwangu kuniambia, mchungaji, nimeomba hata nataka uniombee niache kuota hizo ndoto baya ninaota. Let me tell you this. Nikikupigia simu leo nikuambie ya kwamba kuna pesa zile zako ulikuwa umenipea zimeibiwa, utagongesha simu chini, utaichoma. What do you do with the phone? The phone is the medium by which I've used to communicate to you. The phone has no problem. And therefore it is good for you to understand. When you come to the realm of dreams, even when the dream is of the devil, the medium, the dream, has no problem. Praise the name of the Lord. Kuna ndoto aina ya 4 ambayo nitasema, na hii ndio ningesema ni muhimu kuelewa. Hiyo ikikufikia, unapaswa ufanye jambo. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa shetani unapokupea ndoto hizo, zinapokuja kwako, ni vyema uzijue ya kwamba hizi ndoto shetani, nimeona ulimwengu wa shetani, nimeona eneo la mashetani, nimeona kile ufalme wa giza ulikuwa unapanga. Wakati mtu anaitwa John the Revelator, who wrote the book of Revelation, wakati ametuandikia mambo ya vile aliona mnyama akitoka baharini, akapanda, akafanya. Now, do we tear that page? Do we destroy? Do we rebuke in the name of Jesus? That the devil who will rise, we bind him. Now, we have been shown what the kingdom of the devil is doing, but we are not told to uproot or to do anything with that kingdom at that particular time. So, wakati mwingine usiombe ya kwamba ndoto na kufunga ndoto na kukemea ndoto ni njia yako ya mawasiliano unafunga. Bwana Yesu asifiwe. Jiruhusu kupata zile ndoto, wacha zikuje, wacha zikunenee, kwa maana katika zile ndoto utakuwa umefika mahali pa kuelewa ufalme wa giza na kile ambacho unatenda ama kile kinachotendeka katika ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. So it is my hope that unaendelea kubarikiwa na unaendelea kuelewa. So the number 3 thing about the demonic dreams, they reveal initiations which a man may have gone through in the past or in the present. Zinaweza kuonyesha mwanadamu. Initiations ni mahali ambapo mtu anaweza kuwa aliingizwa kwa kitu cha kishetani. Unaweza kiona katika ndoto. Praise the name of the Lord. So these dreams, zozote zile dreams ambazo zitatokea kwako, sexual dreams, emotional dreams, fighting battles, demons fighting you, or demons running after you, all these demons are, or rather dreams are important to you. They are communicating messages to you. And one of them is this: there might be, sometimes people have been involved in witchcraft or cat world, and therefore they are in a situation whereby they were engaged in a covenant and they don't understand. Kwa hivyo Mungu ataleta ndoto fulani ili ikuonyeshe. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaongea mambo haya kwa kirefu wakati tutaendelea. They reveal also, they show a man the battles he or she may be fighting. Vita zile unapigana. Ndoto zile ambazo unakutana nazo zinatoka kwa ulimwengu wa kishetani, ulimwengu wa maroho, ulimwengu wa vita. Unaonyeshwa habari ya ndoto ama habari ya maisha yako na vita zile unapitia. Now, number 4, the fourth kind of dream is what I call defilement dreams. Defilement dreams, nitasema namna gani? Hizi ni ndoto ambazo kusudi lake ni kuchafua. Kitu cha kwanza, zinaweza kuwa intended kuchafua tu mawazo, to defile the mind.
one of the things I have heard people talk about dreams that happen when they wake up. Maybe they are just about to wake up to pray. And then the dream they had is a dirty dream. A defiling dream. So yule mtu akiamuka, immediately hata akijaribu kuomba, anasikia condemned. Why was I in a sexual dream? Why was I stealing somebody's money? Why was I, why was I being fed by a beast that looked like a demonic or a spirit? Ni kwa nini hii kitu ilitokea? So eventually yule mtu hata concentration na focus yake kwa maombi inapotea kuhusu ile ndoto. Jina la Bwana libarikiwe. So ndoto yoyote ambayo inakuja kwako, kuna ndoto ambazo tunaita nini? Defilement dreams. Praise the name of the Lord. This is another category of dream which usually occur to make a believer feel dirty and defiled before God. And in this, being separated from God. These can be sexual dreams, or one showing a person doing what is inappropriate. It is part of the demonic dreams. They are purposefully inspired to disorient a man from divine pursuits, making him or her feel like not worthy to approach God. Praise the name of the Lord. So hizi ndoto wakati zinatokea, watu wengi area ile kubwa huwa affected ni maombi. Na wengine area ile itakuwa affected. Kwanza wale ambao wanatumikia Mungu, wanakuwa kwa madhabahu, na saa nyingine umepata ile ndoto na leo ndio ilikuwa siku yako ya kwenda kuhubiri. Umepata ndoto ile na leo ndio ilikuwa siku yako ya kuongoza ibada. Ndio ilikuwa siku yako ya kwenda kuomba na fulani. Wengine utagundua ndoto hizi hutokea sana wakati umeanza kufunga. Si uelewe hizi ndoto. They are just intended to make you feel dirty. Praise the name of the Lord. Of course tutaongea habari ya ndoto kwa kirefu. Lakini wakati mwingine ndoto hizi zote zinatokea ili mtu ajisikie ni mchafu. Hawezi kumkaribia Mungu, hawezi kumsogea Mungu, hawezi kukaa na Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa mambo haya. Praise the name of the Lord. Ni vyema kujua aina hizo za ndoto, uziweke kwa mawazo yako. Praise the name of the Lord. Now nitasema ya kwamba kuna maandiko mengi sana ambao tutaangalia kuanzia yale ambao nimequote, ambayo Mungu alimunenea mwanadamu. Ndoto ni njia ya urahisi sana ya mtu kuongeleshwa na Mungu. Njia ambao iko rahisi sana ya mtu kusikia Mungu. From the book of Genesis all the way to the book of Acts, you will find numerous people who had dreams. Mtu kama Danieli, mtu kama Nebukadnezar aliota ndoto. Ndoto zake zilihitaji kutafsiriwa. Praise the name of the Lord. Na ndoto zile zilikuwa zinabeba maana. Mtu kama Joseph katika kitabu cha Genesis chapter number 37 alipata ndoto, na ndoto zile zilikuwa important kwake kwa sababu zilikuwa zinamwambia yule mtu angefanyika. And this is why I've said, do not ignore your dreams. Usidharau ndoto. Hallelujah. Usidharau kile ambacho pengine umeota ukaona kama kwamba ni jambo la kawaida. Sasa kwa sababu leo ninataka tu kuweka msingi. Kuanzia kesho kuendelea wiki ijayo tutakuwa tunaangalia sana habari ya ndoto, aina tofauti ya ndoto na maana yake. Lakini kuna mambo pengine ambao ni muhimu sana kuelewa. Number 1, na nimeitaja, it is the types of dreams. Aina ya ndoto or categories of dreams. Number 2, kitu kingine ambacho ningetaka tujiulize, why dreams occur? Kwa nini mtu huota ndoto? Hilo ni jambo ambalo tutajibu wakati tutakuwa tunaendelea. Jambo la tatu la muhimu ni kutofautisha ndoto za kiungu na zilizo na maana katika maisha yako na ndoto zingine zozote. Because I want to say this. There are people who concentrate so much on the demonic dreams, defilement dreams, at the expense of the godly divine dreams that come into their lives. So unakuta mtu tu kazi yake tu, niliota usiku nimekimbizwa hao wanyama, na kuambia najua hizo ni mashetani, nataka hata niingie kwa maombi siku 4 ni ili nisikutwe na hiyo vitu, ninajua zitashindwa. Lakini wakati atajiona ameendesha gari kubwa,
Ameona amebarikiwa ati yako na shamba, ati anaambia watu angalia linafika huko mbali. Siku ile ataona ile ndoto, hata kuomba lisali moja hawezi omba, ni kuamuka tu kusema thank you Lord, I know ni kweli hiyo ndoto itakuja. Hawezi ombea ile divine dream, lakini demonic dream atafunga hata chakula. This is loss of focus. So I want to talk about, this is one critical area that I'll be speaking about. Identifying a godly dream. A dream with a meaning that requires attention. Praise the name of the Lord. Ndoto yoyote kwako ambao inahitaji kushughulikiwa, ni vyema uifahamu, ni vyema uijue, kwa sababu si ndoto zote zinahitaji attention kubwa. Si ndoto zote zinahitaji concentration kubwa sana. Praise the name of the Lord. There is a dream you can pray for in one day and that is the issue is gone. There are dreams that require follow up. Na mambo kama hayo. Kitu kingine ambacho ningetaka tuangalie, common symbols are the meaning of dreams or interpretation of dreams. Common symbols. Mambo yale ambao wakati tunayaona katika ndoto ni rahisi kuyapambanua kwa sababu yako wazi. Yanatupea nini? Information ambao iko wazi sana. Haina haja kutafuta mambo mengi. It is just very clear and somebody can understand the dream very clear. So, it is good for you to understand this. Praise the name of the Lord. When an important dream happens to you, ndoto ya maana inafanyika kwako, ni vyema kuijua, ni vyema kuifahamu. Na symbols zile unaona katika ndoto ni vizuri sana kuelewa. Praise the name of the Lord. The common symbols that are given to you in dreams. Kwa maana kuna wakati ambapo, I want to say this. In the majority of cases, dreams are symbolic. In majority of cases, dreams are symbolic. Ndoto huwa ni mifano, ni vielelezo Mungu amekupea. Kwa hivyo hata unaweza ota ujione. Na unapojiona, kumbe si wewe unayemuona, ni mtu mwingine. Kuna symbol, ni mifano Mungu ametumia. Praise the name of the Lord. Unaweza ota ndoto uone mtu fulani, umuone mahali, na kumbe yeye hata hayuko katika kile umeona. Unaweza ona mtu ufikirie ni mzinzi, ama kwa sababu umeona katika ndoto akiwa mzinzi, akiwa mwizi, ukatafikiria ya kwamba mtu yule anakaa hivyo. Kumbe hayuko hivyo. Kumbe hata wakati uliona haukuona yeye. Ni sembo ulipewa, na ili Mungu akupe kitu ambacho unaelewa, alikunenea katika njia hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema ujiulize, ndoto yangu, symbols ambazo ninaona huko ni gani? The common symbols ambazo tutaangalia zitakuwa nyingi. Praise the name of the Lord. Vile vile jambo lingine ambalo ningetaka kueleza ni the right atmosphere of dreams. The right atmosphere for dreams. Unajua kuna environment unaweza weka, the kind of environment izuilie ulimwengu wa ndoto, ama iwe suppressive to the realm of dreams. Praise the name of the Lord. Kama watu wa siku hizi, watu wa mitandao, umekaa kwa mitandao mpaka saa 6 ya usiku, saa 7 ndio unalala, halafu unatarajia within those few hours uwe umeota ndoto ya maana, na uwe umeona mambo mazito na umeyaelewa. Hii kitu haitakuwa, haiwezekani. Dreams, the realm of dreams, zinahitaji pia mtu ambaye anatafuta kuweka environment iliyo sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho ni kitu ambacho tutaongea. So nitasema hivi, wakati wowote ndoto inakuja kwako, and I want to, leo sitaki kwenda sana, nimesema naweka msingi, kesho tutaingia deep into the realm of dreams. Jambo la kwanza ambalo ninataka uweke, hizi point 3-4 nitafunga nazo. One is that every dream that comes to you has a meaning. It has a message within it. Praise the name of the Lord. And therefore, it is good for you to understand, if the dream that comes to you has information necessary for you or necessary for somebody else. So ndoto yoyote ambao unapata, kuna kitu inasema, kuna ujumbe imebeba, ukusaidie wewe ama uwasaidie watu wengine. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna habari inakupea ndoto ile unapata. Jambo lingine ambalo, a dream has instructions within it.
majority of dreams have instructions for you or for somebody else. Maagizo, mambo ambayo Mungu hakuambii pengine utafanya. It is a requirement for you to do them. So kuna wakati ndoto itakuja kwako na instructions ziko zinazopea habari za mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Another thing that I would like you to know about dreams. A dream might have a revelation within it. Na revelation nitasema ziko aina nyingi za ndoto. A dream can reveal to you habari ya mambo yaliyopita, siku zilizopita, kitu ambacho kilifanywa miaka iliyopita, mwezi uliopita. Bwana asifiwe sana. Nitakupea aina nyingi ya ndoto. Mungu ameninenea sana kupitia ndoto. Nimeketi na watu ambao waliota ndoto ambazo hawakuwa wanaelewa, lakini wakati tuliketi nikawaelezea, wakaelewa ndoto ambazo zilikuwa zinahitajika upambanuzi kwao. So ndoto inaweza kukupea ufunuo wa maisha yaliyopita. The dream can also be speaking to you about the present. Saa hii uko, ni nini kinafanyika katika maisha yako? Ni nini kimekuzunguka? You know, kuna ndoto ambazo nitataka tuzizungumze sana. The natural dreams. Bwana asifiwe sana. Because they will be telling you about your current affairs. Mambo ya sasa. Bwana asifiwe sana. Ndoto hizi ambazo ninaita natural dreams, mostly they speak about your present. Zinanena kuhusu your dreams, your inspirations. Kule unaelekea, tamaa zilizo katika moyo, makusudio ya moyo wako inakunenea mambo haya. Na kwa hivyo ni vyema kwa kila mtu ambaye unanisikiza ujue hili jambo, ya kwamba ndoto zile zinakuja kwako zinaweza kuwa revelation about your present. Praise the name of the Lord. Number 3, a dream can reveal to you about the future. Inaweza nena. Joseph wakati alikuwa anaota ndoto zake, alikuwa kijana, nafikiri the Bible says he was about 17. Akanenewa na Mungu kwamba atakuwa mkubwa, atakuwa mtawala wa nyumba yake, atakuwa mkubwa katika ile familia. How long did it take? Around 13 years or so, ndipo alipofikia eneo la utawala. After another 7 years, around 7 or 9 years, actually is around 9 years, ndio ndugu zake walikuja wakati wa kiangazi, wakamuinamia, ile ndoto ikatimia. Praise the name of the Lord. So, and also this is a very important thing for us to understand. Dreams have timelines. Kuna mambo utaota na sio ya leo, sio ya kesho, sio ya kesho kutwa. You can have a dream ambayo itatuchukua 40 years for it to come to pass. Joseph dreams zilikuja kutimia after 20 years. Praise the name of the Lord. Ndio ndoto ile ilifanyika, not even 20. They should be around 21 years or 22. Praise the name of the Lord. Sasa ndio maana hata ndugu zake hawakuwa wanamkumbuka, ndio hata hawakuwa wanamjua. Hata akiongea hawashikanishi, hawaoni hii sura inakaa kama ya kwetu. Kwa sababu gani? Miaka ni mingi imepita. Aliota ndoto, mutaniinamia. Lakini kuja kutimia kwa ndoto ni miaka 20 itakayokuja. Nataka 22. So I want to say this also. It is good for you to understand. Upee ndoto zako muda. Na zingine wakati nasema uzipee muda, hazihitaji muda wa mwaka moja. Kuna ndoto inahitaji 1 hour. Uwe umeifikiria, umeielewa, ili ufanye the necessary. Kwa sababu usipooperate katika ile realm, usipofanya kile unahitaji kufanya within that 1 hour, ile ndoto imepita na mambo yale ilikuwa imebeba imekupita. Praise the name of the Lord. So God bless you so much. Today ninataka kufikisha kutamati kwa kusema ya kwamba ndoto zile zozote ambazo utapata, identify the meaning or seek to understand the meaning of your dream. Tafuta kuelewa maana ya ndoto yako. Kwa maana wakati wote ndoto inakuja kwako na imebeba maana, ni wajibu wako kutafuta kuielewa. It is your responsibility to seek to understand your dreams. Praise the name of the Lord. So mpendwa, usije ukawa mtu yule ambaye aina ya watu ambao wamedharau ndoto zao, wameziignore, na katika kuignore zile ndoto zao wamejikuta eneo ambalo ndoto zao hazikutimia. Ndoto zile walikuwa wamepewa na Mungu hazikufanya kazi.
Ndoto zile walikuwa wanaoperate, walikuwa wanapaswa ama ziliwapea life yao vile itakuwa, hazikutimia. Praise the name of the Lord. Don't ignore and don't assume your dreams. Do not ignore or assume your dreams. Seek to understand the dreams. Another important point before I wind up is this. Do what the dream requires you to do. If you are instructed in a dream, ukishauriwa katika ndoto, ni vyema utafute kujua hivi. Ndoto ile ambao nimeota, maana yake ni gani? Na kama iko na maana, na iwe kuna instruction nimepewa katika ile ndoto, ni vyema kufuata lile neno ambalo umeshauriwa katika ndoto. Kwa sababu gani? Every instruction that you are given determines the outcome of the dream. Na sio tu katika ndoto, mahali popote Mungu atakunenea, akupe agizo, akupe ushauri, ushauri huo unategemeza sana the outcome ya lile neno ambalo Mungu alikuambia. Tulisoma tena habari ya mtu yule ambaye aliambiwa, enda ukaoge Siloamu na macho yako yataona. Instruction ni hii, nimekupaka matope. Mimi ni Mungu mponyaji. Huyu ni Yesu ambaye ninataka kuongea habari yake. Mimi ni Yesu ambaye anaponya, anafungua watu macho. Na nimekupaka matope, enda uoge, utaona. Yule mtu asipoenda kuoga, wewe unaona kukifanyika nini? Unaona kana kwamba ndoto ile ama lile jambo amepewa litatimia. Halitatimia. Amepewa kuona, lakini igawaje amepewa kuona? Amepewa kuona tu akienda aoge uso wake, aoshe macho yake pale Siloamu, ndio macho yake yamepewa nafasi ya kuona. Na wewe ni vizuri utafute macho yako yataonea pande gani. Instructions zile umepewa uzifuate. Praise the name of the Lord. Tafuta kuelewa the symbols ya zile ndoto ambazo unapata. Tafuta kujua ni nini Mungu anasema katika maisha yako. Dreams are mostly symbolic and figurative. So the figures ni vizuri kuzielewa. Tutakuja hapa wakati tutakuja kujiuliza jinsi ya kutafsiri ndoto. Ndoto ile Mungu amekupea utaitafsiri namna gani? Kwa hivyo ninataka kumalizia kwa kusema ya kwamba dreams are in different categories, and from tomorrow we shall be considering number 1 what I am calling the natural dreams. Ndoto za kawaida. Ndoto zile zinatokea katika ulimwengu wa kawaida wa mwanadamu. Ni vizuri uzipambanue, ni vizuri uzielewe, kwa sababu ukizielewa zitakusaidia kuweza kufanya kile unachostahili kufanya. Nataka kukuombea, kwa maana nataka kuomba ya kwamba moyo wako utapambanukiwa na ndoto. Kwa sasa sitaki kuulizwa swali kuhusu ndoto hii inamaanisha nini. Nitakupea wakati nitafika katika symbols, nitapeana wakati. Lakini kama unataka kujibiwa as an individual, si vibaya ukiandika ndoto yako. Nitajaribu kukupea maana yake kama vile Bwana amenisaidia kuelewa ulimwengu wa ndoto. Lakini I would like us to take some time, give yourself some time, kwa maana tutakapofika katika lile eneo la tafsiri ya ndoto utaelewa mambo mengi. Don't preempt. Kuna symbols nitapeana, kuna mambo nitaeleza. Kwa hivyo hata sioni haja kwanza ya kuongea habari ya hizo. Nafikiri nikimaliza kuongea habari ya symbols ambazo ni common, nitapeana wakati wa kuuliza maswali kuhusu ndoto kama haijakuwa tackled within the area ambao nitakuwa nafundishia lile jambo. Kwa hivyo natuombe, Mungu atawasaidia. Father, in Jesus' name, I pray because your people have dreams. Some of them dream more than one dream in a night. Many forget the dreams. And some, even when they remember, they have taken the dreams lightly. Wakadharau ndoto ambazo zilibeba ujumbe ambao ungewasaidia. Hili ni ombi ambalo ninakuomba siku ya leo. Utusaidie kuwa watu ambao watakuwa makini katika ndoto na kuhusu ndoto. Na tuwe watu ambao wakati wote lile ndoto ama tutapata ndoto, tutakuwa na uwezo wa kuifuata. Tutakuwa na uwezo wa kufanya kile ambacho kinastahili kuhusu ndoto zetu. Information ambao tunahitaji kuhusu ndoto zetu tutaweza kuipambanua. We shall
understand it, God. And as we understand, we shall do what is necessary. And the name of the Lord shall be glorified. Kuna watu walikuwa wanaota ulimwengu wa ndoto ukafungana kwao. Ninaomba ukawarejeshe mbingu zilizo wazi, na ili wapate ndoto, wasikie sauti yako katika ndoto. Wengine walikuwa wanakuelewa katika ndoto. I pray that it will happen even from now, even as we continue. Father, we thank you for the word. Bless your people. Minister to them. Increase them, our Father, and raise them to a higher level, to the glory and to the honor of your holy name. I bless your people as I declare an open heaven in the realm of dreams. In Jesus' name do we pray and do we believe. And somebody say amen and amen. God bless you so much. We want to thank God for you for keeping us here. One of the reasons that we come is because we know there are people who are listening. And another reason is because God has given us this responsibility to minister to you in this realm. So Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunashukuru pia kwa wale ambao munatupatia support yenu, munatupatia airtime, munatupatia uweza wa kusonga. Tunashukuru Bwana. Ile sadaka kidogo mnatuma inatusaidia sana. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba, if you desire to support the ministry as we continue to share the word, kindly do not feel like you are intimidated by the little gift that you have, by the big gift that you have. Whatever you want to give, it is welcome in the name of the Lord. So if you'd like to give, the number is as usual 0719 727770. The Lord bless you and continue to increase you and give you an open heaven. Shalom.